Na mimi kwa jina naitwa Namlingi Macha, na leo namshukuru Mungu, ni mara yangu ya kwanza kabisa kuhudhuria hii mbina, na kwa hakika imeonyesha ni jinsi gani ambavyo tunalinda utamaduni wetu. Kitu kikubwa kuliko vyote tunavyotaka ni kulinda amani, na tuko hapa watu wengi namna hii kwa sababu ya amani. Amani oye! Tunatakiwa tuhakikishe kabisa kwamba tunalinda amani, na amani ndio inatuwezesha tunakaa hapa tunatumisha utamaduni wetu, na ninafikiri kwamba ni jambo jema kabisa kabisa. Kwa hiyo tuendelee kuishukuru serikali yetu, tuendelee kumshukuru na kumpenda na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameendelea kuiongoza nchi yetu kutokana na amani na ikatuwezesha kuwepo hapa. Mimi leo kazi yangu hapa ni kuangalia mashindano yanavyoendelea na tumpate mshindi, tumjue mshindi nani. Wajika hoye! Tulikuwa tunaelimishwa kupitia ngoma za kienyeji, kupitia nyimbo za kienyeji. Kwa hiyo na sasa hivi mimi ninachotaka kusema, serikali yetu ya Samia Suluhu Hassan inaunga mkono sana, inawaunga mkono kwa juhudi ambayo mlionayo kwa kutumia tamaduni zenu kuelimisha jamii. Jamii tuielimishe kwa kutumia kuimba nyimbo zetu, lakini pia tuielimishe kutumisha amani katika nchi yetu. Lakini pia nchi yetu ina amani kwa sababu ya serikali ya Samia Suluhu Hassan inapenda utamaduni, na ndio maana leo mmemwona mahali hapa mkuu wa mkoa, mmemwona mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Simiyu. Ni kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi inapenda utamaduni. Nilikuwa mcheza utamaduni wa kutumia nini? Nilisema nini? Wanaongole ndule kuruka anumpanda kila hania. Niko tayari nije? Na chichi wanabako nichitakile kaga. Utakumbushia baadaye. Sasa naenda kukumbushia sasa. Naenda kutoa zawadi kwa uhakika. Ni mganga wa tiba asilia, halafu ni katibu wa waganga tarafa ya Mtizi. La kwanza, hii tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Samia Suluhu Hassan kwenye mbina hii ya 30 ya Bariadi ya mkoa wa Simiyu, tunaomba na yenyewe iingizwe kwenye kalenda kama wakulima, kwenye 8 ya wakulima, na yenyewe iingizwe kwenye kalenda ili tufanye nini, tuijulikane na yenyewe.